tumekuja hapa katika kata ya Gwata, sasa katika eneo hili ambalo tunajenga kituo cha polisi ya kata ya Gwata, na hii tumekuja kwa ajili ya kufuatilia utekelezaji ambao Mheshimiwa mbunge Ahmudi Abu Juma, mbunge wa jimbo la Kibaha Vijijini, ambaye ameitoa katika ziara yake ya tarehe 22 aliyoifanya hapa katika kata ya Gwata. Katika ziara hiyo Mheshimiwa mbunge wakati anatembelea katika kituo hichi cha Gwata, kuna maelekezo alikuwa ameyatoa ambayo hakuwa kulizika nayo wakati wa utendaji, hususani ni swala zima la blundering ambayo imekuwa imefungwa kwa sababu aliona kwamba imetumika mbao ambayo ni ya 2x2 ambayo zimekuwa zimechana. Kuna maeneo imepungua ukubwa, kwa alielekeza kwanza kazi isimame mpaka pale itakapofanywa marekebisho. Sehemu ya pili alikuwa amesema swala zima la mchanga. Mchanga ulionekana kwamba ulikuwa umesogezwa kwa ajili ya kufanywa kazi ni kifusi. Kwa hiyo kwamba pia alisimamisha hilo jambo lisifanyike. Kwa hiyo baada ya kumaliza ziara yake tarehe 23 jana nikaona leo tarehe 24 nifike katika ile eneo la Gwata kwa ajili ya kufuatilia yale ambayo ameyasema, kwa sababu tulishakuwa na mheshimiwa mbunge. Mbunge akasema sasa yale ambayo mtakubaliana akaruhusu kazi ziweze kuendelea. Mimi kwa jina naitwa Fundi John Michael Ngowi, natokea Mlandezi, makazi mapya kata ya Kawawa. Kwanza nimepokea maelekezo ya mbunge Mheshimiwa Abu Juma aliyoelekeza kuhusiana na hichi kituo cha polisi hapa kata ya Gwata. Maelekezo yote aliyosema kwamba turekebishe kwenye mbao za blundering yote nimeyapokea, tutafanyia marekebisho. Lakini pia ule mchanga aliyoshauri kuwa tuuondoe, nadhani tumeuondoa kwa kuleta mchanga mwingine. Mchanga umekuja mwingine, nimeshauriana na kamati, mchanga umekuja mwingine na ndio tutakaofanyia kazi. Natokea hata kwa mafundi wangu kwa yote waliyofanya. Mimi naomba kwa mheshimiwa mbunge atusamee, nadhani hataendelea kujitokeza tena kwenye miradi mingine. Lakini pia tunashukuru kwa kumtuma mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kuja kutoa nasaha zake alizomtuma atuelekeze. Tunashukuru alichotuelekeza mwenyekiti, tutayafanyia kazi yote aliyotuelekeza. Leo nimefika katika eneo hili la ujenzi wa kituo cha polisi ili kwanza kuwafungua mafundi ili waweze kuendelea na kazi, lakini kwa kuthibitisha kwamba yale ambayo mheshimiwa mbunge ameagiza tunakwenda kuyatekeleza. Kwa hiyo tumekubaliana tunafanya mabadiliko ya blundering, itaondolewa na itafungwa mbao nyingine ambazo ni za 2x2 kwa mnyoofu mzuri na kuifanya jengo lipendeze. Lakini pia mchanga ule ambao ameukataza usitumike, na pia tayari kama alivyosema umezuiliwa au hujaendelea, na tayari nimeona hapa supplier amekwishaanza kuleta mchanga mwingine mzuri ambao utaendelea kutumika. Kwa hiyo sisi kipekee tunaendelea kumshukuru mheshimiwa mbunge kwa namna gani alivyotuonyesha maeneo ambayo ya kufanyia marekebisho, ambayo ni maeneo ambayo ziara nyingine tulikuwa tuweza kufika. Kwa hiyo tumekubaliana na engineer, tumekubaliana na mhandisi mshauri wa eneo hili, tumekubaliana na fundi, lakini uzuri pia tumekutana na afisa mtendaji wa kata, afisa mtendaji wa kijiji na wajumbe wengine wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, akiwepo katibu. Ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata yetu ya Gwata. Mimi nashukuru katika ziara ya mbunge wa jimbo letu la Kibaha Vijijini ndugu Ahmudi Abu Juma, zilitokea changamoto katika ujenzi wa kituo chetu cha polisi zilizopelekea yeye mpaka kuhitaji marekebisho na kusimama kwa kazi kulingana na ile alivyoona kwamba vitu fulani vijaenda sawa. Lakini leo alimtuma mwenyekiti wetu wa halmashauri na madiwani wetu kwa ajili ya kuja kumwakilisha mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kutoa go ahead ya kuendelea na ule ujenzi ambao uliosimamishwa na mheshimiwa mbunge kulingana na changamoto iliyotokea. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kwanza kumpongeza mheshimiwa mbunge. Kumpongeza kwa hatua ambayo aliyochukua awali, sio kama ametuonea, hapana. Amefundisha kamati yetu ya ujenzi na mafundi wetu kuwa na nidhamu kwenye ujenzi. Hizi pesa zinatoka kwenye serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi na pesa ambazo zinatoka kwenye ofisi yetu ya rais na mbunge. Kwa hiyo ni vyema ikasimamiwa vizuri. Kwa hiyo leo kwa maelekezo ambayo yametolewa, mafundi wetu wako tayari na tunamshukuru mheshimiwa wetu mbunge kwa utu wake ambao umeonyesha sasa mafundi waendelee na kwa yale marekebisho ambayo yamesemwa yameanza kurekebishwa, na kama unavyoona mchanga huu hapo umerekebishwa mwingine kwa maelekezo yake. Kwa hiyo pia ule pale ambao pia utaondolewa ambao pia ulionekana hufai, kile ni kifusi, na zile zilizoonekana mule ndani zote zitawekwa sawa sasa. Kwa hiyo tunapongeza sana mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo kwa namna ambavyo amemwakilisha mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri kuja huku kwa ajili ya kutoa go ahead ya ujenzi uendelee ila kwa marekebisho. Na mimi kama katibu sasa nitakuwa kila baada ya siku moja, kutwa moja nitakuwa napita kuangalia ili kuona vitu gani vinakwenda sawa, ili ujenzi wa kituo chetu cha polisi uishe haraka ili wananchi wetu waweze kupata huduma katika eneo letu hili.
wa Chama cha Mapinduzi wa kata hii ya Gwata, ambayo tumekubaliana kwa pamoja. Sasa usimamizi utakuwepo wetu wote, sisi tutakubaliana kufanya hayo marekebisho, na tumemhimiza fundi afanye kwa vipimo, afanye kwa kufuata mkataba, jengo likamilike kwenye ubora. Likikamilika tuweze kuja kulizindua na tulete tabasamu kwa wanagwata, tuimarishe shughuli za ulinzi na usalama za kata hii ya Gwata ili kuvutia wawekezaji, kuvutia wananchi wengine za shughuli za kiuchumi zinazoweza kuendelea, ili tuikuze kwa kata hii ya Gwata, wananchi wakue kiuchumi, wananchi waendelee kuifurahia serikali yao awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi na jitihada kubwa anazozifanya za kusogeza fedha. Tumhakikishie ndugu rais na tunamhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba fedha zote zitakazokuja katika halmashauri ya wilaya ya Kibaha, mimi mwenyekiti na wasaidizi wangu, lakini pia ngazi ya kata ambao pia ngazi ya mafundi na kwenye vijiji watasimamia kwenye ubora, na tutaleta majengo yaliokuwepo bora yenye kukamilika na yanaonyesha thamani ya fedha kwa kila iliyokuwa imeletwa katika halmashauri. Esther Eliamani ni afisa mtendaji wa kijiji cha Gwata, msimamizi wa mradi wa kituo cha polisi Gwata. Tunashukuru ujio wa mheshimiwa mwenyekiti kwa maagizo ya mheshimiwa mbunge. Mradi unaenda vizuri na maagizo yote yatatekelezwa